hii tiba ya leo au masomo yangu ya leo yote atafanya Mkristo, atafanya Muislamu, atafanya mpagani, atafanya mtu ambaye yeye hajui chochote katika ulimwengu wa dini anafanya. Kwa hiyo tiba za leo ni ya mtu yoyote. Hii unatumia kwa ajili ya kumrudisha mpenzi, awe mwanaume, mwanamke, kwa ajili ya kupata kazi na nini. Tutasoma jina lenye herufi 4. La beduhi, ya beduhu, ongea sa beduhu, buduhu, lakini ni beduhi. Sawa, nitakupeni siri kubwa ambao ukiitumia vizuri, mwanamke wako, mwanaume wako anayekusumbua katika huu ulimwengu atarudi kama atarudi kama unapotoka upepo kwenda sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Yani na ukifanya vibaya atarudi kama chizi. Yani kwamba ni hivyo. Ili jina ni jina lenye siri kubwa sana. Kwa sababu gani nataka nielekeze? Nilikuwa sipendi kuelekeza njia rahisi. Kwa sababu kuna wengine pia ni waganga. Kwa hiyo lakini pia sio kwa ubaya, ila wengine wanadhulumu watu, wengine wanafanya hiki. Leo mimi nitaelekeza njia rahisi ya kumrudisha mtu yoyote kwa kutumia picha na mshumaa. Okay. Lakini hilo picha na mshumaa itakuwa ni kama kitu cha ziada, ila hayo majina ndo yana siri kubwa. Sababu katika dunia tunayoishi sisi kuna kitu kinaitwa viumbe kazi yao ni kusafirisha na kuitikia kitu na kufanya ukiwagea kitu chao. Yani kiumbe wanafanya kitu kwa ahadi. Sasa tutaelekeza njia ya kumrudisha mpenzi. Kwanza kabla sijaingia kwenye hiyo njia, nataka niwaelekeze watu kitu kimoja hivi. Katika elimu ya tiba kuna saa. Yani kuna saa. Watu walisoma saati al-khabari, kuna kitabu kinaitwa muda, yani saa. Elimu ya tiba inafuata saa, inafuata sayari, lakini pia inafuata muda sahihi wa kufanya tiba yake. Ikitokea unataka kufanya tiba mapenzi, basi tafuta muda wa mapenzi. Ikitokea unataka kufanya tiba ya kinga, basi tafuta siku ya kinga na muda wa kinga. Ikitokea unataka kufanya mvuto wa biashara, basi wewe tafuta muda wa mvuto wa biashara. Sasa leo hii watu wengi wanafanya tiba, lakini tiba zao haziwajibu, yani hawajibiwi tiba zao kwa sababu wanakosa shuruti za tiba. Tiba ina shuruti. Tiba ina muda. Ukikosea muda katika tiba, umekosea tiba nzima hiyo. Mfano, kuna kipindi fulani mimi nilikuwa napenda sana elimu ya mapenzi. Yani elimu ya mapenzi nilikuwa natumia katika kuwavuta watu, kuwasaidia, kuwarudisha mpenzi, kufanya chote kile nilikuwa napenda, ndio kitu ambacho mimi napenda na njia ambayo inatoa majibu ya hapo kwa hapo kama utafanya kwa imani. Sawa. Sasa leo mfano ikitokea unataka kumrudisha mpenzi arudi haraka sana. Mimi nilikuwa napenda sana Jumatatu saa 8 mchana. Mimi nilikuwa nafanya. Lakini ukiacha Jumatatu saa 8 asubuhi, kwanza iandae ile tarasimu yako saa 1. Jua ninapotaka kuchomoza Jumatatu. Tunaita kamari. Kamari ni yaumul abiyadhi, yani siku nyeupe pia, ambao malaika ya Jumatatu ni Jibril, ambao sayari yake ni nyeupe. Sasa kwa hiyo saa 1 andaa tarasimu lako liko la biashara, liandae vizuri tarasimu la biashara. Alafu saa 8 lisomee. Shekhe iko kifanya kwa usahihi najibu. Lakini muda mwingine wa mapenzi ambao mimi napenda kuutumia ni Alhamisi, yaumul mushtara. Sawa. Tunafanya asubuhi, tunatengeneza matarasimu ya mapenzi, matarasimu ya mvuto, lakini pia Ijumaa. Ila njia ni siku bora katika kuvuta chochote kile katika mapenzi, katika biashara, Alhamis kwa mkia Ijumaa au Jumatano kwa mkia Alhamis. Sasa inafanya vizuri sana. Kwa sababu katika elimu ya tiba, kwanza unatakiwa ujue masaa. Pili unatakiwa ujue nyota yako, yani nyota ya yule mtu ambaye unataka kumpiga huo wakati. Kwa sababu hata wewe mfano labda tuseme Januari, leo Jumatano, tukifuata katika nyota Januari, wewe ni mbuzi, ambao mbuzi nyota yako ya kawaida. Nyota yako ya asili ni udongo, lakini siku yako ya bahati ni Jumatano, ambao Jumatano ni leo, si ndio? Kwa hiyo leo utakuwa unasikia amani, leo unasikia utulivu, hata unasikia kuna hali unasikia, ndio nyota tunatafuta nyota sasa. Leo unasikia amani, utulivu, utuvu, nafsi yako inakuwa ina matumaini, inakuwa matumaini, inakuwa ina utulivu. Sasa kwa hiyo tiba inafuata pia hivyo vitu. Mfano, ukiwa na mroga labda mtu anaitwa Saada, kama utataka kumpata yule, yeye Jumaa anasikia amani, anasikia utulivu. Kwa hiyo ile siku ambayo anasikia amani, wewe piga, anakuja anatulia. Elimu ya tiba inasema hivyo. Kwa sababu Saada ikiwa unataka kumrudisha kimapenzi, basi fanya Ijumaa. Huo ndo muda yeye anakuwa na utulivu. Mfano, hata ukisoma sana elimu ya tiba, ikiwa mfano labda Ijumaa, ukajua labda ndo siku yake anakuwa na furaha. Watu wa tiba wanajua elimu ya maumbile. Siku ambayo anakuwa na furaha anaenda kamroge mapenzi. Lakini siku ambayo mbaya, ikitokea mfano Saada yeye siku yake mbaya kabisa ni Jumatano, ambao ni leo Jumatano. Sasa leo kama ikiwa ni Saada, leo ni Jumatano, anakuwa yeye
Anaweza kuwa na kiburi tu, hasira, anaweza kuwa ni mtu ambaye hana utulivu Jumatano, kwa sababu Ijumaa ni siku yake ya bahati, tutamroho kwa ajili ya mapenzi. Lakini ikiwa unataka kumwangamiza kama alishawahi kukukosea, mwangamizie Jumatano. Ile siku yake mbaya wewe peleka kule kule kile ambacho unakipeleka. Ndio maana siku hizi watu wengi wanakuambia magonjwa mengi ya zama zetu ni ya kutengenezwa. Yaani maradhi mengi tunaumwa zama zetu ni magonjwa ya kutengeneza. Mtu akishajua huyu mtu siku yake mbaya ni Jumatano, ile siku mtu anakuloga kisukari, shekhe, kila siku unaumwa kisukari. Hiyo ndio elimu ya tiba. Kwa hiyo watu wengi wanafanya tiba, lakini wanachokikosea wao, wanakosea vitu vitatu. Nyota, hawajui nyota ya mtu ambao wanaifanya naye. Cha pili, hawajui siku sahihi ya kufanya ile tiba. Sawa sawa. Lakini cha tatu, hawajui yule mtu ambao wanamuendea siku yake mbaya ni ipi au siku yake nzuri ni ipi. Hiyo ndio elimu ya tiba. Sasa somo letu la leo tutakuwa tunasoma namna ya kuelezea huyo beduhi. Ni jina ambalo lina nguvu sana katika kurudisha mpenzi. Yaani lina nguvu sana katika kurudisha mpenzi. Lina nguvu sana katika kupatanisha mpenzi, lakini pia lina nguvu sana katika kupatanisha mtu akupe anachokitaka. Beduhi ambao ni be, dali, wau na he. Wengine wanasema beduhi, wengine wanasema buduhu, ya buduhu, wanamuita wanavyojua wao, lakini ni beduhi. Herufi zake ni 4 tu. Huu unaweza ukamwamuru kwa kutumia tarasimu akavuta mpenzi akaja papo kwa hapo. Lakini pia huyu anaweza akafanya akampatanisha mwanandoa wakapendana kuliko kawaida. Lakini pia beduhi huyu ukimtumia kwa ufasaha atakuletea mpenzi, atakufanya upendwe na watu, atakufanya pia uwe mtiifu katika huu ulimwengu. Yaani watu wanakutii. Haujui kutembea, katika kutembea kwako umekutana na mtu, baada ya kumuona tu ule mtu moyo wako umefanya kama umedunda hivi. Watu wanatumia vitu vya ajabu duniani kuliko unavyojua. Kwa hiyo ikiwa unataka ile beduhi kwa ajili ya kumvuta mpenzi, chukua herufi kwanza zile beduhi 4, jitengenezee vyumba, kila herufi itengenezee chumba. Ukiwa umeiandika sasa cha kwanza vizuri. Alafu sasa hivi ushaanza kuwa mganga Januari. Umeona? Yaani cha kwanza kabisa unachukua karatasi nyeupe na dhafarani na miski ya unga. Sasa okay. Unachukua marashi rozi, miski ya unga na dhafarani. Unachanganya pamoja inakuwa ni wino huu mmoja. Sawa sawa. Baada ya kuchukua hiyo unaandika ile beduhi kwa kufarakanisha herufi. Kuna watu wanaweza kauliza mimi ni Mkristo nitaweza? Hii tiba ya leo au masomo yangu ya leo yote atafanya Mkristo, atafanya Muislamu, atafanya mpagani, atafanya mtu ambaye yeye hajui chochote katika ulimwengu wa dini anafanya. Kwa hiyo tiba za leo ni ya mtu yeyote. Kwa baada ya kuchukua dhafarani, miski na marashilozi ukapata wino mmoja, utaandika be ya kwanza. Chuma cha kwanza umeandika be. Chuma cha pili umeandika dali. Chuma cha tatu umeandika wau. Cha mwisho umeandika he. Unaelewa vizuri? Okay. Kama hauwezi Kiarabu, wewe andika tu be ya Kiswahili, andika tu be ya Kiswahili kwa sababu kama ni beduhi ukiwa kwa be itakuwa ni beduhi vile vile. Kwa ni be, b si ndio? Ni udongo ile ya kwanza. Kwa hiyo kama itakuwa ni udongo, ina maana hata ukiandika kwa Kiswahili pia ni be vile vile itakuwa ni udongo. Sawa sawa? Kwa hiyo andika kwa Kiswahili tu be, du, hi. Okay. Hiyo ina maana ina haja ya dini. Mtu wote atafanya, si ndio? Kuandika beduhi katika vijumba vyake hivi. Baada ya vijumba unaandika tena kwa Kiswahili. Sawa sawa? Na kuamuru fulani mtoto fulani, au kama una jina la mama yake unaandika namba zake za simu. Unaandika na manuizi yako katika ile karatasi vizuri kabisa. Baada ya kuandika na manuizi yako katika ile karatasi sasa ushamaliza kuiandika, unachukua mshumaa mweupe. Mshumaa unachukua ile karatasi unaifunga katika mshumaa mweupe. Baada ya kuifunga katika mshumaa mweupe, ile karatasi pia utaifunga tena na uzi. Yaani ule mshumaa na ile karatasi utaifunga na uzi. Wa rangi gani? Uzi mweupe. Ukishamaliza hapo sasa unakaa kuelekea kibla. Sawa sawa. Utakuwa unakaa baada ya kuelekea kibla pale, unachukua na picha yake yule mpenzi ambao unataka mrudishe. Sawa sawa. Ukishamaliza hapo unageukia kibla kule, unatulia chini, unaanza kusema ya beduhi mara 313. Kisha unasema nataka unirudishie mwanaume wangu, nataka nipende, anisikilize. Hii unatumia kwa ajili ya kumrudisha mpenzi, au mwanaume, mwanamke kwa ajili ya kupata kazi na nini. Kwa hiyo ukishamaliza unakaa kitako katika ule mshumaa mpaka ule mshumaa uzime. Unauasha. Unauangalia ule mshumaa mpaka usijanyuke hapo mpaka mshumaa uzime. Lakini sasa siri ya hii jina la beduhi, wewe usitumie ubani wote, tumia anasema tumia hizi pilipili manga, filifili ya biadhi. Okay. Pilipili manga, sio unga wa pilipili manga, pilipili manga ndio ubani wako. Okay. Sawa sawa. Unakaa ule mshumaa kipi unawaka, unanuia. Baada ya kumaliza kunuia unachukua pilipili manga zile
unazifushia huku unanuia. Unaziwekea hapa zile pilipili manga. Nasoma kisomo changu hiki, nataka huyu mwanaume anipende au mwanamke anisikilize, asimpende unanuia vile vitu vyako, afu unapuliza, unachoma, unakuwa unachoma huku unaangalia ule mshumaa. Mwalimu, hii kitu nimetaja kwa mapenzi makubwa sana. Sikutamani kutaja vitu hivi katika mtandao, lakini leo nimeamua nitaje kwa sababu navyo vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo sasa hii nataka niwaelekeze watu, kwa sababu watu wengi mapenzi yanawasumbua. Kuna mzee mmoja alinipigia simu akaniambia, mimi na mwanamke wangu nimemsomesha muda mrefu sana, lakini baada ya kumaliza chuo yule mwanamke anitaki tena. Sawa sawa, nikamuelekeza hiyo mbinu. Haikuchukua muda mrefu, yule mwanamke akatii na akarudi. Sawa sawa. Zipo njia nyingi. Kuna njia moja tulikuwa tunafanya siku moja kwa kutumia surati Jini. Iliitwa Zanzibar, nikaenda kufanya tiba. Tulikuwa tunasoma, tunachukua kitu hivi tunakicheka kwenye moto. Alafu yule mwanaume alikuwa anamrudisha mwanamke wake. Baada ya kuweka kwenye moto kile kitu cha kwanza tunaingiza kwenye moto kama kijiwe hivi, tunaingiza kwenye moto. Tunasoma surati Jini moja. Tunaosha kijiwe kimoja kwenye kile kitu. Ya pili tunasoma surati Jini 2. Tunaosha kijiwe katika kile kitu. Ya tatu tunasoma surati Jini 3 mpaka unamaliza. Shekhe, kipindi nafanya kile kitendo, yule mwanaume pale pale akapigiwa simu na yule mwanamke. Nikamwambia usipokee. Lakini yule shekhe alikuwa anampenda yule mwanamke kuliko chochote. Akasema mimi napokea, shehe nisamee bwana. Nikamwambia shehe, usipokee hiyo simu, acha. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo lakini sasa ubaya wa hii surati Jini, ukimwelekeza mtu, yule mtu akirudi atakuwa tena umsomee tena dua atulize akili, kwa sababu wanaenda kumfuata kule kumrudisha ni majini. Wanamrudisha akiwa chizi, yani kwamba anakuja akili zake sio chizi wa kuokota makopo, anarudi akiwa akili zake hazijatulia. Kwa hiyo inabidi tena umsomee tena surati Jini tena kwenye maji, umpe anywe ndo anakaa sawa. Kwa hiyo elimu ya kumrudisha mpenzi ni miongoni mwa elimu ngumu, lakini elimu ambayo inafuata saa, inafuata nyota, lakini pia inafuata na muda wa kufanya. Ndio elimu. Lakini elimu ya leo ambayo nimeelekeza ni elimu nzuri kwa kutumia beduhi. Kwa sababu kuna beduhi na kuna jina la Mwenyezi Mungu ya wadudu. Hii nyepesi sana. Ikitokea mfano labda wewe una mwanamke wako au una mwanaume anasumbani, mwanamke anamtaka mwanaume wake, lakini ndani ya ndoa shawana wale. Hii ya beduhi unafanya wewe umeolewa au hujaolewa, mchumba unamtaka rudi anarudi. Kumvuta yote unafanya. Lakini ya wadud sasa hii wanatumiaga watu ambao wana mfano labda wewe una mwanamke na mwanaume wake, hamna maelewano ndani, hawaelewani, yani kelele tupu ndani. Mwanaume atulii, anapenda michepuko. Sasa unachukua ile sukari, unasoma kwanza istighfar. Baada ya istighfar unachukua ile sukari unamswalia Mtume. Baada ya kumswalia Mtume ile sukari unasema ya wadud, huku unaipuliza ile sukari mara 313 mara 71 mara 45. Baada hapo sasa unachukua ile sukari unaiweka katika maji ambayo unapikia chai labda. Yule mwanaume akinywa Sheikh, na ni zaidi alimbwata ile Sheikh. Lakini unafanyiwa watu ambao mke na mume. Kwa sababu huwezi kumpa mtu sukari Sheikh, au umpe mtu uji, au mpe Sheikh hujaolewa, unanigiaje? Sina kuwa na mashaka, mbona nataka kunigia hiki. Lakini watu kwenye ndoa, mwanaume wako anakuamini au mke wako anakuamini. Kama unaona mwanaume wako anachepuka, somea sukari ya wadudu, jina la Mwenyezi Mungu. Ndio miongoni mwa majina ya ajabu katika kwa masuala haya ya mapenzi. Shafanya sana hiyo. Inatoa majibu sana hiyo. Sawa sawa. Hiyo nyingine, lakini pia ya tatu, mfano ikitokea kuna mwanamume au mwanamke kila siku anahangaika, ameondoka mbali, wataka umrudishe. Weka kitako, tafuta tu sayali yake, nyota yake ni lini. Mfano ikiwa Jumapili ikifika saa 8, kaa kitako, soma surati Buruji, was-samaa'i dhatil buruj. Ile shekhe inarudisha mtu vibaya sana, tena haraka sana. Unaisoma ile mara 41 mara 7, uko na udi wako mzuri, tunasoma taratibu. Alafu nuia. Atarudi mwalimu atakupiga misimu wewe mpaka utachoka mwenyewe. Hizi ni elimu ambazo tuligiwa na mababu, lakini leo hii tunazo. Lakini pia chengine naomba masuala mapenzi haya muyafanye kwa haki, msifanye tu ili mradi. Ikitokea mtu mmsomesha anasumbua, fanya tu. Yaani kwa nini umsomeshe mtu afana? Unajua mtu ambaye mliahidiana mtawana, akakubali ukamsomesha, baada ya kumaliza kumsomesha akakiuka, huyo ana tofauti na mwizi Sheikh. Siwezi tunafanya tunavyotaka sisi. Okay. Adui yoyote ipo ana tofauti na mwizi, ana tofauti na mchawi. Mchawi yote ni adui.
okay, basi mteketeze, lakini usije kumwalibu kwa mabaya. Kama unataka kumrudisha basi arudi kwa mapenzi, kwa sababu wanawake kuna baadhi ya mbinu. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ni mtu wa Mwanza, siku moja alikuja akaniambia, mimi natamani dawa ambayo mume wangu nikimpa awe nusu zuzu, yani awe nusu majinuni. Nikamwambia sasa, akiwa chizi utamfanyaje? Ananiambia kanisumbua sana, akiwa chizi mimi nitamtuma aoshe vyombo, lakini pia nataka yeye anitii mimi. Nikamwambia kawaida hiyo vitu inawezekana kwa kutumia moyo wa kondoo. Kuna namna tunafanyaga pale, hiyo dawa inakuwa ni hatari. Akasema naomba. Sasa baadaye alifanya na nini, huyo mwanaume atakazini akawa aende. Akawa ananiambia shehe, mbona kazini aendi tena? Nikamwambia si nataka tufanye kama chizi aenda kazini. Turudishe tena. Nikamwambia njoo tena. Kwa hiyo msifanye kwa ajili ya kuwakomoa katika mania. Innamal a'malu binniya. Sasa nia zenu hizo. Mwanamke shehe anaweza kukunuia Januari hapo. Kukunuia. Shehe na mwanamke ananuia shehe. Nataka Januari kwanza leo asili ya kila neno mimi kwenye shehe kwenye glasi ulama. Kama kila muda mimi nitakwenda kwenye glasi, tafanya wapi kazi? Kwa hiyo cha msingi ni hivyo, lakini hii ni miongoni mwa mbinu ambazo nimetaja nzuri sana katika kurudisha mapenzi. Lakini njia hizi pia wanatumia sana Waarabu. Waarabu uchai wao ndio huo. Wanachukua hiyo picha. Wao kwanza wanaanza kuchora bedui kwenye picha. Yaani bedui yake anaanza kuianzia kwenye picha, sio kwenye karatasi. Anachoronga ile picha afu anapiga batoda katikati. Kisha katika kila pembe ya picha anaweka Jibril, Mikail, Israfil na Israil. Hao ni majina malaika wakuu 4. Hiyo ulama nitahadithia siku nyingine. Hiyo ni balaa ulama. Okay. Naam, wapenzi wa watazamaji wa Sir Bin Laden TV, mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho, lakini mwisho wa kipindi hiki hapa ndio mwanzo wa vipindi vingine. Kwa hiyo hakikisha una subscribe, lakini pia wataarifu ndugu jamaa na marafiki kwamba hapa ni sehemu sahihi ambayo unaweza kupata madarasa kama haya. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera Mrs. B Graphics. See you until next time.